Hivi unajua ni aibu sana. Yaani nafikiri imefika mahala bodi kama imetepeta, shirikisho limetepeta. Nilo unasemaje? Kwanza mimi nimefurahi binafsi kwa sababu hata mimi mwenyewe siku ya leo nilikuwa mbele ya muda. Nilipofika ofisini tu kuna mtu nilikutana naye kutoka upande wa pili kule tukiwa ofisini, nikamwambia dabi naiona kama tarehe 25 hivi. Kwa hiyo kuna kitu akaniambia kwa nini umesema hivyo? Nikasema mimi ninavyoona kwa sababu siku zibakia chache, lakini tuachane na yote kwamba sasa hivi ambacho kinatakiwa kufanyika ni kufocus kwenye mchezo. Hamna tena haja ya kuweka drama nje kwenye hili ambalo limetokea. Tayari bodi ya ligi wameshafanya kilichotakiwa kufanyika, wameshaahirisha mchezo kwenye Juni 15 na naamini wameshakaa chini na kupata muafaka thabiti kwenye kile ambacho kilikuwa inatakiwa kifanyike. Naamini muafaka umepatikana na ndio maana tarehe hii imepangwa. Sitarajii kuona timu yoyote ile, si Yanga, si Simba, wakitoka hadharani na kuanza kuleta sintofahamu ambazo zitapelekea mchezo huo kwanza tena kupigwa danadana, kwa sababu ligi yetu tulishaitengeneza kuwa moja ya ligi bora, lakini sisi wenyewe kwenye vitu ambavyo vinaleta sintofahamu vinatufanya tuipoteze hii ligi kutoka kwenye thamani yake na kurudisha kwenye thamani ya chini. Kwa hiyo hichi sasa hivi kilichotokea mimi nadhani ndio kinapaswa kuwa kibonzo cha mwisho ambacho kinatakiwa kiipelekee mchezo uweze kwenda kufanyika. Bodi ya ligi wametoa taarifa leo hii baada ya Simba jana kutoa taarifa yao, na bahati mbaya tena Simba leo hii kulikuwa kuna taarifa wameomba uwanja. Kwa hiyo kama watahitaji kwenda kufanya mazoezi wakafanya mazoezi, lakini actually kitu ambacho kimeshapangwa mchezo ufanyike tarehe 25, wanapaswa kufocus zaidi kwenye mchezo. Yale maneno ya nje uwanja hayatozifanya vilabu hivi kuwa vikubwa. Njia ya kuvifanya vilabu hivi kuwa vikubwa ni kuweza kujiandaa vyema kwenda kukabili mchezo huu, kwa sababu zilikuwa ni story nyingi sana tokea tarehe 8 mpaka kufikia tarehe ya leo. Ni karibia miezi miwili inapita mchezo uchezwi pasipo na sababu zisizo za msingi. Kwa hiyo mimi nadhani sasa hivi kilichobakia ni wao kufocus zaidi kwenye mchezo. Hakuna nafasi tena ya kuangalia nyuma sehemu gani tulipokosea tayari wameshatambua na ni sehemu za kusahihisha. Hayapaswi tena yajirudie haya. Haipaswi tena kutoka simu nje ya taasisi ya football ianze kuamua kwamba mchezo huo upaswi kuchezwa. Tunapaswa tusimamie kwenye kanuni ili liwe fundisho na siku nyingine isijirudie. Timu yoyote ile haipaswi kuwa hivi. Yaani tunapaswa kuendesha mpira kulingana na kanuni ambazo tumezitengeneza sisi wenyewe, kanuni ambazo zilitengenezwa na wale wajumbe 16 wa vilabu vyote zinapaswa kufuatwa. Kwa hiyo hatutakiwi kucheza nje ya kanuni. Wote waliokuwa ndani ya bodi ya ligi kama watapata bahati ya kuendelea katika nafasi zao, naamini kwamba hili linaweza likawa fundisho na linaweza ikawa imeenda kutengeneza picha fulani ambayo watakuwa wanatambua. Sasa hivi vilabu vimeanza kutambua thamani zao. Sasa hivi vilabu vimeanza kuwa serious kwenye hili na hawapaswi tena kutumia maamuzi ya busara sehemu ambapo inatakiwa kutumika kanuni. Pasipo sababu za msingi hatuhitaji kutumia maamuzi ya busara. Bodi ya ligi wakina Mguto, naamini hili limekuwa fundisho kwao na naamini kilichotokea safari hii hakiwezi kujirudia tena kwa mara nyingine. Hivi vilabu sasa hivi wanapaswa kuachana na zile drama za nje uwanja, wa focus zaidi kwenye mchezo ambao unaenda kuchezwa tarehe 25. Zimebakia siku almost 10 na kitu tu kwenda kukabili mchezo huo. Kwa hiyo kama zimebakia siku 10 na kitu, sisi tunataraji kuiona dabi bora kabisa, tunataraji kuona mchezo bora kabisa kwa hizo timu mbili zinazogombania ubingwa, lakini yale masuala ya nje uwanja sasa hivi yameshatamatika. Hatuhitaji kusikia tena kuna barua kutoka Young Africans wala barua kutoka Simba Sports Club. Sawa, huyo ni Rajuma. Vipi Ali, umepokeaje? Marake Ali ulikuwa unaitetea bodi wakati mwingine, lakini umeipokeaje hii taarifa? Ukasema bodi wako sahihi. Taarifa imenipa mfadhaiko kwa kuwa Young Africans kitu ambacho alikuwa anakipigania hawajakipata bado, lakini nimeona kwenye page yao wamepost kuhusu mchezo kwamba tarehe 15 tarehe 25 wako tayari kucheza. Wamesema kwamba hii dabi ya sasa ya tarehe 25 haina kipengele, lakini ukienda kwenye barua ambazo walikuwa wanaziandika walikuwa wanataka, kuna matakwa yao 4 kama unakumbuka ambao walikuwa wanahitaji na sidhani kama hata moja limetekelezwa na wako tayari kwenda kucheza mchezo. Ndio kitu kile ambacho kilitokea tarehe 7 kuelekea tarehe 8. Simba waliandika barua wakisema kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo wa tarehe 7 tarehe 8 mpaka wale ambao walihusika na uvunjifu wa mchezo watakapochukuliwa hatua. Lakini bodi ya ligi hawakutoa adhabu kwa wale wote waliohusika, wakatangaza tarehe mpya ya mchezo tarehe 15 na Simba wakawa tayari kwenda kucheza. Kwa hiki ambacho kingefanya tutakuwa tunatafuta njia ya muda mfupi tu. Leo hii Young Africans wamesahau kwamba yale matakwa yao 4 hayajafuatwa na wako tayari kwenda kucheza. Viongozi hawa wataendelea tena, watakuja watakosea tena, watu watakuja watareact kwa haraka baadaye. Maamuzi yoyote kwa kwenye favor yako unasahau, kwa maana kwamba lile hitajio lao la muhimu bado halijafanywa kazi. Kama Young Africans walibaini kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF
kulikuwa kuna changamoto, na hii changamoto haiwezi kuiburiwa, haiwezi kuondoka kwa Young Africans mchezo wao kupelekwa mbele tu. Maana hawa viongozi ambao Young Africans wanadai pesa zao hawajalipwa za ushindi, hawa viongozi ambao wanadai walikuwa wanazipendelea baadhi ya timu, bado wataendelea kubaki hawa. Kwa hiyo Young Africans mimi nilichokuwa nategemea kwamba yes, dabi imepelekwa mbele, hilo ni jambo la kwanza, lakini kwenye matakwa yao ambao walikuwa wanayahitaji bado hayajafikiwa. Kwa hiyo walikuwa hawatakiwi kwenda kuuposti kwamba mchezo wa tarehe 25 wako tayari kwenda kucheza, kwa kuwa yale matakwa yao bado hayajaweza kutatuliwa, na hicho ndicho kitu ambacho kina uwezo kuja kukomboa mpira wetu. Lakini kwa hivi, kwa kuwa wameamua maamuzi ambayo yako kwenye favor yako, unasahau tatizo kubwa au tatizo la msingi ambalo limetufikisha hapa, tunakwenda tena kutaka kucheza huu mchezo. Kwa kwangu mimi binafsi, Young Africans kucheza mchezo winning, kwa kuwa kila mtu anatamani tuone timu zetu zikishindana ndani ya uwanja, ni kitu kizuri kwa maana kwamba mpira unakwenda kushinda. Lakini hoja ya msingi, yale matatizo ambayo walikuwa wanatuambia kwamba TFF na bodi ya ligi wako nayo yametatuliwa mpaka wako tayari kwenda kucheza huu mchezo. Na kigezo namba 1 cha Yanga kucheza huu mchezo, walisema kwamba viongozi wa TFF na bodi ya ligi wajiuzuru, bodi ya ligi kamati ya masaa 72 kamati ya masaa 72, lakini pia walikuwa wanataka takwa lao la muda mrefu, walikuwa wanataka kuwe na bodi huru ambayo haifungamani na TFF. Kwa kwangu mimi binafsi nimefurahi kwa kuwa mpira umeshinda, na FIFA wana moja kati ya vitu ambavyo FIFA wanavi-insist ni kwamba bingwa apatikane ndani ya uwanja, na kwa hii dabi kupangiwa tarehe nyingine, maana yake tunaweza kuona kwamba mshindi atapatikanika ndani ya uwanja. Lakini matatizo yetu haya yote ambayo yalikuwa yamelipuka jana, tumezungumza na Tobias, watu hawajalipwa, viongozi ni hawa. Kama tutakwenda kucheza tutasahau, mechi itachezwa, Watanzania tulivyokuwa wepesi wa kusahau tutasahau, mwakani tutarudi tena na makosa haya. Kwa hiyo issue ya msingi ni kutafuta tiba ya haya matatizo. Kama Young Africans waliamini kwamba tuna uongozi mbovu, ilikuwa hiki ndio kipindi cha kushikilia kamba, na tena kwa kunafikika kuna timu 5 sio uko nyuma nazo pia zinaandika barua. Kwa hiyo ndio ulikuwa kipindi sahihi cha kushikilia kamba. Hawa viongozi ambao wanaamini kwamba hawako fair, ilikuwa ndio kipindi cha kuwaondoa hawa watu, lakini sio kwa hivi kwenda kucheza mchezo, na mchezo kishachezwa hakutakuwa tena na shughuli ya kwenda kuwataja viongozi kwamba viongozi walikuwa na changamoto. Tutasahau na tutaamkia kwenye msimu mwingine. Leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 13 mpaka 12. Yes, siku 12. Mimi nadhani jambo la kujiuzuru alichukui miezi 6. Yaani tunapaswa kulaumu hili labda tukiona mpaka inafika siku moja kabla ya mchezo hakuna reaction yote ambayo imefanyika. Lakini tunaweza tukatoka leo hii tukaongea hivi hapa, alafu kesho ukasikia yani Yanga ameshaposti kwamba mchezo upo. Yani wao nisikilize, wameposti kwamba mchezo upo. Yaweza kuwa wameshapewa taarifa yao kwamba bwana, sawa, nyinyi matakwa yenu tumeyasikiliza na viongozi wapo tayari kujiuzuru. Ushanielewa? Wao wakasema okay, kama viongozi wapo tayari kujiuzuru na sisi tunakubali kwenda kuingia mchezo huu wa dabi. Kwa hiyo tunaweza tukalaumu leo hii, kesho ukiamka asubuhi ukasikia kamati ya masaa 72 wamejiuzuru. Lakini lazima tukumbushe, tusiposikiaje? Yani kukumbusha lazima tukumbushe. Yani hili ni jambo ambalo lipo kwetu sisi, na kama sisi kama sports venue, kwa sababu tumelivalia njuga kwa muda mrefu, hatutaki kuiacha hivi. Mimi Nira nilitamani wakati dabi inapangiwa tarehe Juni 25. Yes. Siku hiyo kama leo imepangiwa tarehe, tuone pia na matukio mengine yanafanyika leo. Bodi ya ligi imevunjwa, kamati ya saa 72 imevunjwa hapo. Yani tuone kila kitu leo. Lakini pengine labda tutazungumza hivi ni kutokana na ligi bado inaendelea. Yes. Labda watamani ligi iishe kabisa, alafu mengine endelee kutokea, kwa sababu wao bado ni viongozi katika ligi. Ukivunja sasa hivi huwezi kupata viongozi wa haraka ndani ya ligi. Uzuri kwamba venue tuna producer wetu Mumu. Hichi tunaweka kipolo. Ligi itakapotamatika, hii itakuwa mada yetu kuu. Unasemaje kile ambacho Yanga walikuwa wanakihitaji? Niko unasemaje? Badilisha chumba tu, lakini nyumba ni ile ile. Kilichofanywa ni kutoka chumba namba 1 kwenda chumba namba 2. Suluhisho ambalo likopo linahitajika ndani ya mpira wa Tanzania ni kupata viongozi bora ambao watasimamia haki kwenye timu zote 16 zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Lakini cha pili, tulikuwa tunahitaji mechi ya Simba na Yanga ichezwe kuhakikisha kwamba mshindi anapatikanika kiuhalali. Lakini kwenye hili unaona kabisa bado siasa zipo nyingi. Mechi ya tarehe iliyoahirishwa tarehe 8 ni mechi ambayo taarifa ya TFF ilisema kwamba
sababu za kiusalama ndio imefanya mechi imeahirishwa. Lakini ripoti ya leo inaonyesha tu kubadilishwa kwa tarehe, kwamba tarehe kutoka 15 kwenda 25, lakini hawajaandika taarifa kwa nini mechi ya tarehe 15 imeahirishwa. Je, ni kwa sababu Yanga amegoma, ameweka ukubwa wake? Je, kuna sababu za kiusalama, au kuna yale matakwa ya Yanga ambayo walikuwa wanahitaji hayawezi kukamilika kwa hichi kipindi? Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaona TFF pamoja na bodi ya ligi wanalipeleka soka letu kiolela zaidi kuliko kisheria na kimbinu. Ila tusemaje, tule mtoli nyama tutazikuta chini ya Manake wa Kongo wanasema mvinyo ule ule chupa mpya. Anasema kanzu tu ndo mpya, ila shehe yule Ligi tu Isa, hii taarifa haijanishtusha na wala siwezi kusema nimefurahia, lakini ninachokitegemea kutoka kwa Yanga mara baada ya taarifa hii, msimamo wao wa hatuchezi uendelee. Yani ndio kitu ambacho mimi nakitegemea mara baada ya kuiona hii taarifa. Sina wao wameposti tayari. Nasema hivi kwa sababu ameeleza vizuri sana Ali Luambano. Yale mahitaji ambayo wao walikuwa wanahitaji kwenye barua zao ambazo walikuwa wanaziandika, hakuna hata moja ambalo limetekelezeka. Kwa hiyo kama wao kweli Yanga wana misimamo mikali katika hili, nategemea ni waone cha kwanza wakisema ya kwamba bado hatuchezi, kwa sababu yale ambayo tunayataka kutoka kwa bodi ya ligi ama kutoka kwa mamlaka za soka mpaka sasa hivi bado hayajakaa sawa. Mpaka pale ambapo yatakaa sawa ndio tutakuwa tayari kwa ajili ya kucheza huu mchezo. Hilo la kwanza ambalo mimi natarajia kuliona kwa Yanga. Lakini kama itatokea namna hiyo na posti, maana yake tunajua ya kwamba itakuwa ni sababu zao nyingine ambazo zilikuwepo kuhusiana na huu mchezo wa dabi. Kiufupi itakuwa wao ni kama walikuwa hawataki tu kuicheza hii tarehe ya kesho kutwa tarehe 15. Pengine walikuwa wanatamani kupata tarehe nyingine, na hii tarehe waliopangiwa sasa hivi waliona si bora kwao, lakini hiyo 25 pengine ndio inaweza kuwa bora kwao. Lakini kitu kingine ni kwamba ni kama walikosea mapema sana bodi ya ligi. Huu mchezo ulipaswa kuwa mwishoni kama hivi ambavyo wameuweka hivi sasa. Sasa hivi wamefanya kitu kizuri, kwa sababu huu mchezo utakuwa mwishoni sana. Maana yake ni kwamba kama michezo miwili ikimalizika, inawezekana hapa ndo kombe kabisa likaenda kiwanjani. Siku ya tarehe 25 mtu atakwenda kukabidhiwa kombe. Kwa hiyo yule asiyetokea kiwanjani inawezekana ikawa imekula kwake. Lakini kwa upande mwingine natamani bodi ya ligi watuambie kitu kimoja tu. Wameubadilisha huu mchezo ama wameusogeza mbele huu mchezo kwa kutumia kanuni gani? Yaani wakitujibu hili itakuwa ni kitu sahihi sana. Na mimi labda niwaulize, wao wameusogeza mbele huu mchezo kwa kutumia kanuni gani? Yaani hiyo kanuni ambayo waliitumia iko wapi? Maana yake ni kwamba hakuna chochote ambacho wao wamekitumia isipokuwa busara. Yaani Nila nimeona amezungumza, anasema ya kwamba kama kanuni na nini, lakini mimi sijaona kanuni yote ambayo imetumika katika hili. Bodi ya ligi bado wameendelea kutumia busara zao. Na mimi sitashangaa na wala sitaona ajabu kama Simba na wao watageuka na kusema hatutacheza huu mchezo. Na watakuwa sahihi pia. Watakuwa sahihi kwa sababu hakuna kanuni yoyote wala hakuna sababu yoyote ambayo imefanyaje imeorodheshwa kusema kwamba hii ndio sababu iliyotufanya tuusogeze huu mchezo mbele. Walichokifanya wao, yani wametoa tu taarifa kwamba tumeusogeza, yani kama kawaida hivi. Unajua kuna wakati ambao bodi ya ligi wanapaswa kufahamu ya kwamba wanachokifanya hichi ni kitu serious sana. Ni kitu ambacho kimebeba picha mzima ya bodi ya ligi yetu. Unapozungumza mchezo wa Simba na Yanga ndio mchezo mkubwa zaidi na ndio mchezo ambao unafuatiliwa zaidi. Uweze ukagairisha hivi alafu ukaandika tu hivyo. Lazima uwe na sababu maalum. Tumeugairisha kwa sababu hii na hii na hii na hii. Kwa kutokana na hivyo sasa, kwa kutumia kanuni namba fulani, tunaupeleka mchezo huu siku fulani. Watu tunakuelewa, lakini hapa lazima tutakureason why, kwa nini umefanya hicho kitu? Hatupati majibu. Na hapa nafikiri hakuna kanuni. Ngoja tutakuja kulizungumza. Nataka nije nimsaidie Isa hapa. Ngoja kwanza tumtafute mwakilishi. Utakuja kumsaidia. Yes, na tuambie bado gawio na marejesho chap yanaendelea kutoka. Ile shilingi milioni 10 kwenda kwa watu 100 inatoka. Kumbuka kipindi cha Sports Venue kuna shilingi milioni 4, watu 120 kila siku wanapatikana. Watu 35 nusu saa ya kwanza 12 dakika 30, lakini saa 12 dakika 55 moja kasoro dakika 5 wanatoka wengine 35. Ndani ya lisali moja tutakuwa tuko na watu 70 tayari. Tunageuka tena kunako upande wa pili ambapo tutakwenda kutoa watu 30 pale saa 1 dakika 30, lakini pia saa 1 dakika 55 wanatoka tena watu wengine 30. Kwa unapocheza na wewe unakuwa ni moja kati ya wale ambao wanaendelea kushinda
kila wakati. Kucheza ni rahisi sana, hakuhitaji nguvu, ni buku tu uwe nayo. Kama unatumia Vodacom unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 tena unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu unaingiza namba ya kumbukumbu 333 ama neno bongo kiasi buku, then unaingiza namba yako ya siri pale, mambo yanakuwa mazuri. Yes, ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill, unaenda namba 3. Tumsikilize mwakilishi. Halo, habari za jioni. Hapa ni Sports Venue ya Bongo FM. Unaitwa nani, uko wapi? Unaongea na Kulwa Msudi kutoka Uvinza. Nataka kusema unajua hili sakata. Au umesahau? No. Hili baada ya kuongea sakata na mtu kutoka Uvinza. kwenye michumbi huko. Unaenda Kigoma Francis Nimeenda. Sijaenda hapa karibuni. Nafikiri ni 2019 Mashujaa tangu wamepanda daraja hujaenda. Sikuenda. Basi hujaenjoy bado. Chumvi Kigoma. Kweli? Kwa sisi tunapenda chumvini. Yaani wewe ule ugonjwa sio goita huwezi kupata. Sawa. Nataka kusema ni kitu kimoja kwamba linapofika swala kwa rais. Rais ni mamlaka ya mwisho kabisa ya utawala katika taifa letu la Tanzania. Ndio. Kwa namna yoyote ile hakuna mtu ambaye atathubutu kupinga wala kutaka kupewa maelezo. Ndio. Na pingana na Isa kwa sababu hakuna aliyesema kilichozungumzwa baada ya mazungumzo yale. Kuna sauti yote ambayo mmesema walizungumza nini? Ya rais na viongozi wa Simba na Yanga. Hakuna. Naamini sababu ni hiyo. Nisikilize vizuri. Walichoitwa pale wameenda kufanya mazungumzo. Walichozungumza hakuna kati yetu ambaye amekisikia wala amekiona. Tulichoona ni picha ya pamoja ambao wamepiga, watu wote wameweka mikono mbele, wamepiga na mheshimiwa rais. Bodi wao wamepokea maelekezo. Ina maana mara baada ya mazungumzo yale umepatikana mwafaka. Na wewe unaitwa mbele ya rais, utashindwa kupata mwafaka. Hivi kwa nini bodi haikuepo pale? Ngoja no. Nisikilize. No, Isa subiri kwanza uliongea. Walikuepo ila picha hazijaonekana. Nisikilize vizuri. Wameitwa wasikilizwe kila mtu na hoja yake. Mwisho wa siku mwafaka gani tunatoka nao hapa? Wametoka na mwafaka. Bodi wamepewa taarifa kwamba kuna 1 2 3 wamepata mwafaka wote. Yaani pale ni mwafaka wa timu zote mbili, na ndio maana bodi wametoa taarifa. Bodi wao hawana namna yoyote ya kukata. Maana unataka kuniambia bodi wamepangiwa na rais sasa. Sasa baada ya mazungumzo yale sisi ambao tunajua kusoma ramani hapa ni order tu. Ulisoma Cuba. Bodi wameongozwa na rais. Wamepangiwa. Kwa sababu wao walishindwa wenyewe kujiongoza. Hapo wamepangiwa. Hapa ni maelekezo. Wamepangiwa bodi. Sijasema wamepangiwa. Ni maelekezo. Maana yake wamepangiwa. Ina maana sasa labda ndio swali jepesi tu. Nisikilize kwanza, bado sijamaliza nira. Swala la faili ilikuwaje? Lilifika kwa mama. Si waliitwa pale kwenda kulikuwa ni kuipongeza Yanga baada ya kutoka na wakaitwa waandishi wa habari na viongozi wa mpira. Akasema malizeni hili jambo ili mtoto huyu acheze. Baada ya pale Yanga solitoa press release. Tumeafikiana na Azam kwa makubaliano hayo, Faisal anaweza kutumikia klabu ya Azam. Mimi nauliza swali moja. Ulitaka nani aende akabishe katika hilo? Lakini na mimi nilikuwa najua hatima yake hili jambo. Hatima yake mimi nilikuwa nalijua. Yaani hili hatima yake nilikuwa nalijua. Kwa sababu unavyozungumzia Simba na Yanga bado sijamaliza. Unavyozungumzia Simba na Yanga ni vilabu vikongwe ambavyo vimetumika hata katika wakati wa harakati za siasa uhuru wa Tanzania. Sasa sisi tunachukulia poa ili jambo. Yaani sisi watu mashabiki maandazi sometimes tunachukulia poa jambo. Hili jambo liko deep sana, sio kama watu wanavyofikiria kirahisi rahisi. Na ndio maana mpaka leo wameitwa Ikulu cha na picha imepigwa kuonyesha kwamba haya mambo, hili jambo sio jepesi kama ambavyo watu wanafanyaje wanalichukulia. Wamepewa maelekezo. Kama ambavyo maelekezo yalitolewa kwa swala la ili maelekezo. Maana yake bodi sasa haijiwezi maana. Haina nguvu. Yes, na mimi nakubaliana na nyinyi, nataka nikubaliane na nyinyi kwamba wao bodi kwa sababu wao ni viongozi wa soka. Wamevilea hivi vilabu wanashindwa kuvichapa. Sasa kama hawaviwezi inabidi watupishe. Ndio hawaviwezi. Yani shirikisho la soka pia hawawezi maana yake. Yaani mimi Francis kwa hilo tunaweza kugonga cheers. Issue ambayo nataka nizungumzie ni Rasamani. Hapa issue ilikopo ni kuchezwa kwa mechi ya Simba, kutatua kasoro ambazo zinaendelea ndani ya TFF na bodi ya ligi. Yote mawili kwa pamoja. Lakini kwenye hili la namnukuu Rehema Nangu, kwenye hili ambalo inaonekana yametoka maagizo kwa TFF ni kwa ajili ya mechi ya tarehe 25 ambayo imepangwa, lakini sio kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo zinaendelea ndani ya TFF pamoja na bodi ya ligi. Sasa kwa sababu hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa baada ya mazungumzo yale. Kilichofanyika ni kwamba kwa sababu unajua
watu wanashindwa tu kuelewa. Sisi Tanzania, Kenya na Uganda ni waandaaji wa michuano ya CHAN. Huu ni mwezi wa 6. Tuko katika maandalizi ya ujenzi wa viwanja na ukarabati wa viwanja. Sasa mpaka mwezi wa 6 ukifika bado ligi haijamalizika. Nyinyi mnaita taswira gani kwa CAF? Mnaita taswira gani kwa dunia? Ina maana hiyo AFCON ambayo mnatarajia kwenda kuifanya 2027 kwa mambo yanavyokwenda hivi, mnaita ligi zote duniani zitakuwa zimeisha. Kwa baki ya Tanzania tu. Tena hawa ambao tunawategemea kwa ajili ya kuwa wenyeji wa michuano ya CAF na CHAN. Unajua kuna wakati vingine unatumia tu, unakula karoti nyingi afu unakuwa na mawazo kidogo ya kufikiria na kupata solution ya jambo. Sisi mashabiki maandazi tuache kupiga kelele, solution imepatikana na Yanga kwa kiwango wamefanikiwa, kwa sababu kwanza tarehe 15 walikuwa hawaitaki. Mengine wamewasilisha, ina maana baada ya pale taarifa itatoka wamepokea, na wakipokea maelekezo watuandikie kwamba maelekezo waliopewa kwamba wajivunje na wao wenyewe, kwa sababu kama wao wamevilea vilabu wameshindwa kupata suluhisho mpaka mwenye mamlaka mkuu na raia namba 1 wa nchi wameenda kuita hivi vilabu, ina maana nyinyi mmeshindwa kazi. Ina maana hao wasimamizi wa mpira wameshindwa kazi mpaka raia namba 1 anawaita wanakaa wanazungumza nao. Ina maana nyinyi mmeshindwa kupata suluhisho. Rehema, mimi ninachodhani ni kwamba bodi ya ligi walivyotoa hii taarifa yao hawajasema kwamba wao wamepokea maelekezo kutoka wapi. Sasa watakwambia no, subiri kwanza. Hicho tunachokizungumza hapa au mnachokizungumza hapa ni kama vile mnakisia. Lakini sio kukisia tu. Tarehe 7 simu ilipigwa na nani? Haijulikani. Walikwambia aliyepiga simu. Wameshindwa hata kutoa taarifa bodi ya ligi. Kwa nini wameshindwa? Sasa kama ndio hivyo, mimi ninachokiona ni kwamba bodi ya ligi wanaweza wakadhani ya kwamba labda wanajenga, lakini kiuhalisia bado wanabomoa tu. Wote tunakubaliana na wewe pia. Yani haiwezi kuwa sahihi namna hiyo. Uwezi ukafanya yani mpira ukauendesha hivyo. Haiwezekani. Hapo utakuwa unabomoa. Nimeona Rehema umezungumza, lakini kiuhalisia nilivyokuelewa mimi ni kama umeizungumza ama umeegemea kwa upande wa Yanga. Yanga inawezekana ikawa right kwa sababu wao walihitaji, miongoni mwa kitu ambacho walikuwa wanakihitaji, mchezo usogezwe kwenye tarehe nyingine, sio tarehe hii. Sawa, kwako inaweza kawa vizuri. Lakini vipi kwa Simba? Vipi kama Simba wao watasema sisi hatujakubaliana na hili na sisi tunatamani tupate haki ambayo tunaiona ni sahihi, na wao wakagomea wakasema kwamba bwana tufanye hivi, labda tuende huku, tufuate sheria iko wapi? Tutawapa sababu gani zilizofanya huu mchezo umesogezwa mbele? Na kama sababu zitakuwa ndo hizo kweli, kipi ambacho kiliwafanya majirani zetu wakutane na rungu? Nimekuuliza hivi Isa nimekuuliza hivi ni kwamba inawezekana bodi ya ligi wakajiona wanajenga lakini bado wanabomoa. Yani hapo ndo wanazidi kubomoa. Isa nimekuuliza hivi. Isa nimekuuliza hivi. Kanuni na sheria zake. Kitendo cha kuitwa viongozi wakakaa pale, walichokizungumza pale wewe umekijua? Yani na alikuwepo mpaka mzee Dalali au mimi macho yangu sijaona, nimeona vibaya? Kuna yupo. Alikuwepo hadi Hassan Dalali, alikuwepo katika hicho kikao cha leo. Alikuwepo na Mangungu pia yupo pale katika ile picha aliyopiga leo. Sasa unajua alichokizungumza pale, unajua mwafaka gani ambao wamefikiana nayo Mheshimiwa Rais? Yaani mimi Isa sijakata, yani madudu ya bodi na shirikisho sijayakataa. Unajua kitu gani walichokizungumza pale? Kwa sababu hatujakisikia. Ina maana obvious mara baada ya yale mazungumzo na ile picha taarifa ya bodi imetoka. Sasa wewe hapo unategemea nini? Basi kama ni hivyo, mimi nadhani tusi-entertain vitu kama hivi. Yaani unajua kila mamlaka inakuwa na kazi yake. Na kila kitu, huu mpira kuna watu ambao wanauongoza au sio? Wao ndio wanapaswa kufanya maamuzi. Naomba nisikize kitu kimoja na nadhani mnaweza mkanielewa kwa kidogo tu. Bodi ya ligi na TFF wana mapungufu mengi sana na makosa mengi sana ambayo yanajitokeza. Na hili haliwezi kuwa suluhisho la kile ambacho watu wengi walikuwa wanatamani kitokee. Lakini kuna kitu ambacho kilikuwa kinapiganiwa kifanyike sasa hivi. Kimoja wapo ni kuificha aibu kwa taifa. Kivipi tunaificha aibu kwa taifa? Tukumbuke sisi opening ceremony ya CHAN itafanyika hapa nchini kwetu Tanzania. Na sisi ni moja kati ya wale nchi ambazo zimeteuliwa kuhost CHAN. CHAN inaanza mwezi wa 8. Sisi ligi hatujatamatisha mpaka leo hii mwezi wa 6. Timu yetu ya taifa haijaingia kambini. Baadhi ya mataifa ambayo yanashiriki CHAN yataanza kufika nchini siku si nyingi kwa sababu huu ni mwezi wa 6 ujue. Je, kama mchezo tungeendelea kutengeneza sintofahamu ukafika mpaka kwenye mwezi wa 7. Haya mashindano tungeacheza vipi? Kwa hiyo kuna muda yalifanyika maamuzi si kwa kwamba bodi ya ligi na TFF wapo sahihi, hapana. Lakini funika kombe mwanaharamu apite. Kwenye nyakati hizi ambazo tunatakiwa kuhost CHAN, wamefanya maamuzi haya makubwa ili mradi mchezo uchezwe, lakini si kana kwamba TFF na bodi ya ligi wapo sahihi, si kana kwamba matakwa ya Young Africans yameshatimizwa, hapana. Na je, kwa sasa hivi tukirudi kwenye muktadha tu mwepesi, wakijiuzuru hao watu wa TFF wote na bodi ya ligi, michezo bado haijatamatika.
Nani atasimamia ligi kwa kipindi kifupi? Kamati ya kwani hata mwalimu mkuu wa timu ya taifa akifukuza kuna kaimu. Kuna watu ambao wanakwenda kukaimu hizo nafasi. Je, katika barua ya Young Africans unakumbuka alikwambia mpaka makamu wa rais pia hawamuhitaji? Kwa barua ya Yanga isema kwamba wao watu ambao hawamtaki katibu mkuu wa TFF, bodi ya masaa 72 yote. Yes, kamati ya masaa 72. Sasa kama bodi ya masaa 72 hawahitaji, ligi haijatamatika hiari, kumbuke. Bodi ya masaa 72 hamuhitaji. Linatokea tatizo leo hii inaamua bodi gani? Kamati zipo yani, kuna baadhi ya vitu umesikia hali, kuna baadhi ya vitu tusivifanye tu friendship, lakini kiuhalisia bodi ya ligi wana makosa kwa sababu mpaka leo hii hawajatoa sababu za msingi kwa nini mechi ya tarehe 7 haikuchezwa. Bodi ya ligi kwanza, bodi ya ligi ya tarehe ngapi? Ya tarehe 8 dabi. Ile ulisema sababu za kiusalama. Za kiusalama, lakini baadaye kwenye kikao chao ambacho walikaa na Yanga wakasema kuna mtu alipiga simu akasema mageti yasifunguliwe. Ushanielewa? Bodi ya ligi katika barua yao ambao wameitoa siku ya leo hawajatoa taarifa kwamba mechi inaahirishwa kwenye kanuni ipi. Hili pia ni kosa kwa wapenda soka ambao wanafuatilia soka na wanatamani kujua. Lakini ni kipi? Ni heri tupate aibu na tunyang'anywe kuhosti chani kwa sababu nchi tayari imeshafanya investment baadhi ya vitu. Kabisa. Kwa sababu siku zilizobakia kwenda chani ni chache. Na mara ya mwisho kama mtakuwa mna kumbukumbu, uwanja wetu ulionekana haujakamilika. Kama tutachelewa kuicheza mechi ya dabi, tukaipeleka tena kwenye uwanja ule ambao unaonekana hujakamilika, je, inafika kwenye siku ya opening ceremony au imefika wiki 2 baada ya mashindano haya inakuja kuonekana haijakamilika, tukanyang'anywa maandalizi ya tukanyang'anywa tu hii hosting ya CHAN. Je, tutakuwa tumelitia aibu taifa? Tujalitia aibu. Kwa hiyo makosa ya bodi ya ligi hayajifichi, yapo actually. Makosa ya TFF hayajifichi kwa sababu sio tu Yanga na Simba ambao wamekutana na hii kazia. Unaelewa? Wapo baadhi ya marefari ambao wanachezesha ligi ya wanawake hawajalipwa misimu zaidi ya 2. Mimi nakuelewa, lakini hoja ya msingi na alichokuwa anakizungumza Isa, nadhani Isa alikuwa ana hoja ya msingi sana na ambayo pia kama watu watataka kuifuatilia inaweza pia ikatuondolea kuhost hao mashindano ambayo tunaita sisi ni mashindano makubwa. Moja kati ya majukumu makubwa ya bodi ya ligi na TFF ni kusimamia na kutoa miongozo kwenye ligi yetu. Endapo maamuzi yoyote yale ya kimpira yakitoka kwenye mamlaka nyingine yoyote ile, maana yake hizo mamlaka zimekwenda kuingilia mpira. Na kila mtu anajua mamlaka nyingine yoyote ambayo haihusiki na mpira ikiingilia kwenye masuala ya kimpira tunakwenda kufungiwa. Ndicho ambacho Isa alikuwa anakimaanisha. Na kwangu mimi binafsi kwenye masuala ya bodi kila mtu anazungumza lake, kila mtu amezungumza madhaifu yao, lakini hoja ya msingi hiki ambacho kimetokea ni bodi ya ligi ambayo ametoa maamuzi. Nadhani ndio ilikuwa swali la msingi. Maamuzi yametoka Dodoma au maamuzi yametoka Ilala Boma pale? Kama yametoka Dodoma, yes, tunashukuru kwa kuwa mchezo utakwenda kufanyika. Mpira utakuwa umeshinda. FIFA ndivyo ambavyo wana insist bingwa apatikanike ndani ya uwanja, lakini madhara yake tunayajua. Maamuzi yakitoka, maamuzi ya kimpira yakitoka nje ya mamlaka ya kimpira. Rehema amezungumza hapa issue ya sakata la Faisal. Kila mtu anafurahi, kijana na enjoy mpira wake. Lakini ili ni tukio la pili linakwenda kutokea kama itakuwa limekwenda kuamriwa kutoka kwenye nje ya mamlaka ya kimpira na madhara yake tunayajua. Wenzetu Kenya kiliwakuta hilo jambo. Watu walimfukuza, alikuwa ni Nicky Mwendwa nadhani. Kila mtu anajua nini ambacho kiweza kutokea. Nigeria pia washaifungiwa kwa sababu hizi. Kwa hiyo binafsi bodi ya ligi kama wameshindwa kusimamia hizi kanuni, ni vema leo hii ilikuwa bana sisi tumeshindwa kusimamia kanuni, leo wanapeleka mchezo mbele na wao pia wajiondoe kwa kuwa wameshindwa kusimamia mpira wetu. Lakini kila siku kuendelea kupata maamuzi makubwa yanatoka kwenye mamlaka nyingine, kuna siku tutakuja kuangukia pua hapa. Tuna mpango wa kuandaa AFCON 2027. Sio tu sisi peke yetu tulikuwa tunataka tuandae hiyo AFCON. Kumbuka wakati tunakwenda kubid kuomba AFCON 2027 kuna mataifa mengine ambao walikuwa wanataka kwenda kuhosti. Watu wanatutafutia tu sababu kwa kwamba sisi tukimess up kwenye eneo dogo tu watu watakuja kutake over, kwa maana kwamba hii nchi mamlaka zimekwenda kuingilia masuala ya kimpira na ni makosa kisheria. FIFA watakuja kutufungia. Wakitufungia maana yake pia tunapoteza CHAN, tunapoteza na AFCON ambayo watu tumeanza kujiandaa muda mrefu na viwanja vinatengenezwa. Na ndio maana ile barua kitu kidogo tu, ndio maana ile barua iliyotolewa leo haijaainisha kwamba kuna maamuzi labda yametoka sehemu fulani. Yaani ile barua kama umesoma vizuri Isa, ipo kimtego tu, haijaonyesha kanuni, haijaonyesha kwamba kuna maamuzi yametoka sehemu fulani. Lakini wao bodi ya ligi walichosema kwamba mchezo uliokuwa namba 184 ambao ulipangwa uchezwe tarehe 15 umesogezwa mbele mpaka tarehe
25 kwa sababu Lakini walikuwa sasa wanafahamu Mira, hili swala. Sawa, kama ni hivyo, kwanza hiyo barua yenyewe ilipaswa kujitosheleza kwamba kwa nini imetokea hivyo na kanuni gani ambayo imetumika. Hilo jambo la kwanza, barua ilipaswa ijitosheleze vizuri, la kwanza. Lakini kitu kingine, mimi unajua siamini kama ndo hayo maamuzi yametoka huko. Siamini hilo mimi binafsi, lakini siamini hilo. Ninachokiamini ni kwamba bodi ya ligi ndio ambao wamepanga hichi kitu ambacho kinatokea. Na kitu kingine ambacho nakimaanisha, hata kama unasema labda tunataka tufiche aibu, how comes kama Simba watasema sisi hatuko tayari kucheza? Kwa sababu barua jana tu wameandika barua ya kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo huu kwenye siku nyingine. Vipi kama na wao wakisema hatuchezi? Hiyo aibu tutaificha wapi? Sasa hapo ndo najiuliza sasa. Mimi nachokifikiri ni kwamba tusubiri walau labda Simba waseme kutokana na hichi ambacho tumekipata tuko tayari sasa kucheza. Hapo ndo tunaweza tukasema ya kwamba hiyo aibu tumefanyaje? Kama kuificha imefichwa. Lakini kwa sasa hivi kusema kwamba aibu imefichwa, naona bado, kwa sababu Simba hawajatoa tamko lolote katika hili. Lisa. Bana, dakika zimesalia 7 tu kwenda kufika pale muda wa kwenda mwenyeji. Si alikuwa anafanya maandalizi kama yeye binafsi ya kila siku. Yaani timu kubwa kama Simba kuanza kulalamika gharama za kusafiri au gharama za kuwalisha wachezaji wake chakula kambini, wameshatoka huko. Nategemea Mashujaa, Kengodi, hizi timu za madaraja ya kati wao wanaweza kulalamika kwenye hilo. Kwa Simba hamna gharama yoyote. Tusikilizie wao watajibu nini kwenye hili. Je, watacheza au hawachezi? Na bado mnakaa mnasubiria kutakuwa kuna samna tena story. Hii ngoma inapigwa. Yaani hii ngoma haina tena kipengele hii. Yaani wale kitendo tu cha kuingia pale cha mwino. Hamna kipengele. Watu wamesafiri hao. Unajua watu wanachukuliaga masala sana. Yaani kuna baadhi ya vitu vingine havina jibu, yani havina majibu mawili, jibu moja tu, na jibu lenyewe ni yes. Andre Marini Ntinge si alipeleka barua pale akamwachia yule ndugu yako Ndimbo, akamwachia akaondoka. Mbona pale hajaacha akaondoka? Waliambiwa njoo tuongee, akasema akaweka barua akatimka. Mbona pale hajaweka akaondoka? Wewe pale ukiitwa vile ujue limeisha yani. Taifa limeingia gharama kuandaa mashindano haya ya CHAN. Uwanja wanatoa ripoti yao ya viwanja. Ulikuwa unaonekana ukanda wetu sisi huku. Bado kiwanja hamna kilichokamilika. Kiwanja kilichokapitishwa kilikuwa kile New Amaan Complex Zanzibar. Je, mashindano yetu tulikuwa tunayaandaa vipi? Na si targeting yetu mechi ya finali ichezeke hapa, mechi ya ufunguzi ichezeke hapa.